Mambo yamekuwa ya moto zaidi. Burkina Faso yapendekeza tena kurejesha adhabu ya kifo chini ya serikali ya kijeshi ya Kapteni Ibrahim Traore, rais wa mpito wa Burkina Faso. Karibu sana katika chaneli yako ya Vora News. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama chaneli yetu, basi bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili mradi wa kwanza kupata taarifa zetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Makala, story pamoja na breaking news utazipata hapa. Subscribe YouTube channel @Vora News. Karibu. Taifa la Burkina Faso limeendelea kuwa imara zaidi mara baada ya rais wa mpito wa taifa hilo la Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore kuendeleza itikadi ambazo zinalenga kuendeleza amani pamoja na ushirikiano katika taifa hilo la Burkina Faso mara baada ya kuweza kurejesha adhabu ya kifo chini ya serikali yake ya kijeshi ya Ibrahim Traore. Baraza la mawaziri wa Burkina Faso limepitisha muswada mpya unaolenga kurejesha adhabu ya kifo katika taifa la Burkina Faso, ikiwa kama kuweka kikwazo na mkazo kwa makosa makubwa yanayohusisha uhaini wa taifa, ugaidi wa kijasusi pamoja na masuala mengine ambayo yanaweza kuhatarisha amani ya raia katika taifa la Burkina Faso. Mawaziri wote katika taifa la Burkina Faso chini ya rais wa mpito wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore wameweza kupitisha muswada ule na kukubaliana kwamba adhabu ya kifo irejee katika taifa hilo. Waziri wa sheria katika taifa la Burkina Faso, Redrugu Bayala, alisema kupitia chapisho lake kule Facebook siku ya Alhamisi kuwa hatua ya kurejesha adhabu ya kifo katika taifa la Burkina Faso hii ni sehemu ya marekebisho ya mfumo wa haki unaolenga kuendana na matarajio makubwa ya wananchi katika taifa la Burkina Faso, ikiwemo amani bora, lishe bora pamoja na ushirikiano bora zaidi katika taifa hilo la Burkina Faso. Ikumbukwe kwamba adhabu ya kifo katika taifa la Burkina Faso iliondolewa ilipofika mwaka 2018, lakini muswada huu mpya unaeleza wazi kuwa hatua hii itakuwa ya kisheria baada ya kupitishwa na bunge la nchi na kuangaliwa na mahakama kuu ya Burkina Faso kabla ya kuwa sheria rasmi katika taifa hilo. Hii ni hatua inayoweza kubadilisha sana mfumo wa haki chini ya taifa hilo na kuashiria mwelekeo mkali zaidi wa serikali na kijeshi pia katika masuala yote yanaonekana kukiukwa haki za binadamu na pia kuhatarisha usalama wa raia katika taifa linaloongozwa chini ya serikali ya kijeshi chini ya kiongozi Kapteni Ibrahim Traore. Mkurugenzi wa kanda ya Amnesty International kwa Afrika Magharibi na Kati ameeleza kuwa hatua hii ni mbaya zaidi kwa haki za kibinadamu nchini Burkina Faso na ni jambo linalotia wasiwasi mkubwa sana kwa raia katika taifa hilo la Burkina Faso, hususan kutokana na hali ya kuendeshwa kwa ghasia dhidi ya upinzani wa kisiasa, akizungumzia pia na waangalizi wa haki za binadamu na waandishi wa habari katika taifa la Burkina Faso. Inaweza ikawa ni hatari zaidi mara baada ya kuweza kupitisha huu mswada mpya wa adhabu ya kifo kwa makosa makubwa katika taifa hilo la Burkina Faso. Naye rais wa mpito wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore, ambaye ni kiongozi wa kijeshi aliyechukua madaraka mwaka 2022 baada ya mapinduzi ya kijeshi, amekuwa akitekeleza mfululizo mabadiliko makubwa ya kisiasa ya kijeshi katika taifa la Burkina Faso. Katika kipindi cha madaraka yake, Traore na serikali yake ya kijeshi wameahirisha uchaguzi unaotarajiwa kurejesha utawala wa kiraia na kuondoa tume huru ya uchaguzi katika taifa hilo la Burkina Faso na kuimarisha udhibiti wa vyombo vya habari katika taifa hilo. Hali hii imesababisha kuondolewa kwa baadhi ya vyombo vya habari vinavyotoa taarifa za uhakika, ikiwemo British Broadcasting Corporation na maanisha BBC na pia VOA, Voice of America, ambazo zilitishwa nchini humo kutokana na jinsi zilivyonufaika na mauaji ya raia katika taifa hilo. Pia waandishi watatu marufuku walikamatwa mwaka huu kwa sababu ya kazi zao za uandishi wa habari zinazoshikilia ukweli katika taifa la Burkina Faso pamoja na mataifa mengine pia. Burkina Faso ni moja ya nchi kadhaa za Afrika Magharibi ambazo jeshi limechukua madaraka kwa miaka ya hivi karibuni mara baada ya kuweza kuchoshwa na utawala wa kidemokrasia ulioweza kuwafanya raia pamoja na wakazi wa taifa hilo kuweza kuhisi kama vile taifa linaenda kuwa legelege na usalama kutokuwa na bora kwa wananchi wa taifa hilo. Taasisi za kimataifa zimesema kwamba serikali ya kijeshi chini ya rais wa mpito wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore inakabiliwa na mashinikizo ya kimataifa kutokana na ukandamizaji wa vyombo vya habari na wapinzani wa kisiasa. Taifa hili la Burkina Faso la nchi kavu lenye watu wapatao milioni 23 limekumbwa na mzozo wa usalama katika eneo la kavu la Sahel, ambako makundi ya kigaidi yanahusiana na Al-Qaeda na kundi la Islamic State yanaendelea kufanya mashambulizi katika maeneo hayo. Hali hii ya usalama mbaya
imekuwa sababu moja ya kuchoshwa kwa wananchi na imekuwa miongoni mwa sababu za jeshi kuchukua madaraka. Hatua ya kurejesha adhabu ya kifo inatoa taswira ya kuimarisha udhibiti wa serikali ya kijeshi katika taifa la Burkina Faso chini ya Kapteni Ibrahim Traore, na kuashiria kuwa mwendelezo na kukandamiza wapinzani, kudhibiti vyombo vya habari na kuepuka mashinikizo ya kimataifa yanayoendelea katika taifa la Burkina Faso. Hii itakuwa ni miongoni mwa sababu kubwa zaidi ya kufanya taifa hilo libaki katika hali ya usalama. Endapo mmoja atavujisha taarifa katika taifa hilo, basi akijulikana yeye adhabu yake ni kifo moja kwa moja. Hii inazua wasiwasi kuwa haki za binadamu na uhuru wa raia nchini Burkina Faso vinaweza kuwa hatarini zaidi, huku taifa likiendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama wa kisiasa. Kwa sasa bado muswada huu hujawekwa kama sheria rasmi katika taifa la Burkina Faso, lakini ni hatua ya mwanzoni inaashiria mwelekeo wa serikali ya Kapteni Ibrahim Traore wa kurudisha hatua zilizopotea za kisiasa na kisheria ambazo zilikuwa zikihimiza uhuru na haki za binadamu katika taifa hilo. Kama ni mara ya kwanza kutazama channel yetu, basi bonyeza neno subscribe chini video hii ili mradi kwanza kupata taarifa zetu, story mbalimbali, makala pamoja na breaking news mbalimbali. Subscribe YouTube channel yetu @4News.